Habari za wakati mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, bila shaka mzima wa afya. Leo ikiwa ni Jumamosi ya Agosti 15 mwaka ni 2026, nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako ni mimi Eden Bahati. Tuanze na habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi bwawa la kuzalisha umeme la Mwalimu Julius Nyerere, uzinduzi utakaofanyika Agosti 22, 2026 katika eneo la mradi Rufiji mkoani Pwani. Tupate undani wa taarifa hiyo. Waziri wa Nishati Deogratias Ndejembi ameyasema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ambapo amesema uzinduzi huo utahudhuriwa na viongozi mbalimbali kutoka ndani na nje ya Tanzania, wananchi pamoja na wadau wa maendeleo. Aidha, Waziri Ndejembi amesema uzinduzi wa bwawa hilo ni tukio la kihistoria kwa Tanzania, likiwa na hatua muhimu katika kuhakikisha nchi inakuwa na umeme wa uhakika kwa ajili ya shughuli za uzalishaji, uwekezaji na kukuza uchumi. Amesema mradi huo ni miongoni mwa miradi mikubwa zaidi ya kuzalisha umeme kuwahi kutekelezwa nchini, ukiwa umegharimu takriban shilingi trilioni 7.452 na kutekelezwa kwa fedha za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uwekezaji wa bwawa hili na mradi huu wa kuzalisha umeme wa Julius Nyerere unaendana moja kwa moja na malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050. Mradi huu ni sehemu ya hatua zinazoendelea kuchukuliwa na serikali za kuongeza uzalishaji wa umeme, kuimarisha gridi ya taifa na kuweka mazingira bora kwa uchumi kukua kwa kasi. Akizungumzia mradi wa bwawa hilo, Waziri Ndejembi amesema wakati wa ujenzi wake mradi huo ulitoa ajira kwa takriban wafanyakazi 12,000 ambapo 99% walikuwa Tanzania, hatua iliyoeleza kuwa ni sehemu ya manufaa makubwa ambayo mradi huo umeleta kwa wananchi. Kwa mujibu wa Waziri Ndejembi, kwa sasa uwezo wa mitambo yote ya kuzalisha umeme nchini umefikia takriban megawati 4648, huku kituo cha Julius Nyerere kikiwa na mchango mkubwa katika kuongeza upatikanaji wa umeme kwenye grid ya taifa. Amesema hadi kufikia Mei 31, 2026, kituo hicho kilikuwa kimechangia takriban 44.9 ya umeme wote unaozalishwa na kuingia katika gridi ya taifa katika kipindi cha mwaka mmoja, hivyo kuwa miongoni mwa vyanzo muhimu vya umeme nchini. Hii ni hatua kubwa katika kuongeza uwezo wa taifa wa kukidhi mahitaji ya umeme na kuimarisha usalama wa nishati, sambamba na jitihada nyingine zinazoendelea za serikali katika kuongeza uzalishaji, kuimarisha gridi ya taifa na kupanua huduma ya umeme hapa nchini. Tangu kuanza kuzalisha umeme, mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere umeendelea kuongeza kiwango cha umeme kinachoingia katika gridi ya taifa na hivyo kusaidia kupunguza changamoto za upungufu wa uzalishaji zilizokuwa zinachangia mgao wa umeme hapa nchini. Jocelyn Zefania, Channel 10. Asante Jocelyn Zefania kwa taarifa hiyo. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na serikali ya Ujerumani zimeimarisha ushirikiano wao, huku Ujerumani ikitoa euro milioni 39.8 kwa ajili ya kuimarisha biashara na uchumi wa kikanda. Ifuatayo ni taarifa kamili. Akizungumza kwa niaba ya katibu mkuu wa EAC, Balozi Steven Mbundi, naibu katibu mkuu wa jumuiya hiyo Annette Semwemba amesema Ujerumani imekuwa mshirika muhimu katika safari ya EAC ya kuimarisha biashara na ushirikiano wa kikanda. Amesema ushirikiano huo utaendelea kusaidia utekelezaji wa vipaumbele vya jumuiya na kuongeza kuwa sehemu ya fedha hizo itaelekezwa kuongeza upatikanaji wa fedha kwa biashara ndogo na za kati kupitia KfW na Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki. The EAC Secretariat. Sisi Jumuiya ya Afrika Mashariki na serikali ya Ujerumani tumeafikiana kuyaingia ya makubaliano ya uhusiano ambayo yanahusu ushirikiano kwenye utekelezaji wa ajenda zetu za maendeleo ndani ya kanda. Mwakilishi wa serikali ya Ujerumani Joachim Schmidt amesema biashara ndani ya EAC imeongezeka kwa 14%, huku eneo hilo likiwa na fursa kubwa za uwekezaji kwa sekta binafsi. Part of the new funding will improve access to finance micro, small and medium-sized enterprises. Sehemu ya fedha itatumika kufadhili shughuli za wafanyabiashara wadogo
na wakati kupitia ushirikiano maalum kati ya Benki ya Maendeleo ya Ujerumani KfW na Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki EADB. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Katika kuunga mkono jitihada za serikali kwenye sekta ya afya, hususan afya ya mama na mtoto, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imekabidhi mashine 2 kwa ajili ya kusaidia changamoto za watoto wachanga katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, Crispin Chalamila, akikabidhi mashine hizo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo, amesema ni uendelezaji wa matendo ya huruma wanayoyafanya watumishi wa taasisi hiyo, ikiwa hii ni hospitali ya rufaa ya 23 hapa nchini kupatiwa msaada huu. Fedha zilizotumika kununua vifaa hivi zinatokana na michango binafsi ya watumishi na si sehemu ya bajeti ya TAKUKURU. Kwa hivyo hili sisi kwetu ni matendo ya huruma na upendo kwa jamii. Tutakapokabidhi leo katika hospitali ya Tanga, tutakuwa tumebakiwa na hospitali 5 tu za rufaa za mikoa. Tuhakikishe tunazitunza mashine hizi ili ziweze kutumika vizuri na kuweza kusaidia watoto wetu. Lakini nikupongeze mkurugenzi mkuu kwa kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa nafasi yao hospitali ya mkoa wa Tanga wamekuwa wametupa ushirikiano wa hali ya juu kwa kutekeleza mapendekezo ya ukaguzi wa miradi. Akitoa shukrani kwa msaada huo, daktari bingwa wa watoto katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo, Dr. Mohamed Salim Abdalla, ameshukuru TAKUKURU kwa kuwa inakwenda kuwasaidia watoto wanazaliwa kabla ya wakati pamoja na wale wanaopata homa ya manjano. Ni kifaa ambacho kinawapa joto na kinapunguza complication tunasema au matatizo ambayo yanaweza kupatikana kutokana na hali zao. Halikadhalika mashine ya phototherapy ni mashine ambayo inatumika kwa watoto wenye neonatal jaundice, wenye manjano, ambayo hii isipotibiwa awali huenda akapelekea mtoto akapata athari katika ubongo na akapata ulemavu. Kwa hivyo asanteni sana, tunashukuru. Nashukuru na pia muendelee kwa ajili ya kuwasaidia, sababu watoto ni wengi na wanazaliwa kila siku na kila mtoto anakuja na changamoto yake. Kutoka hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo, Raya Kipingu. Serikali wilayani Nyang'hwale mkoani Geita imeanza kuchukua tahadhari dhidi ya mvua kali za El Nino, huku wananchi wakitakiwa kutoa ushirikiano kwa serikali kwa kutambua na kutoa taarifa kuhusu maeneo hatarishi ili hatua za haraka zichukuliwe. Ifuatayo ni taarifa kamili. Mkuu wa wilaya ya Nyang'hwale Grace Kingalame ametoa kauli hiyo wakati wa kikao cha robo ya 4 cha baraza la madiwani la halmashauri hiyo. Amesema kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, kuna uwezekano wa kunyesha mvua kubwa, hivyo serikali imeanza kuchukua tahadhari mapema ili kunusuru wananchi dhidi ya madhara yanayoweza kujitokeza. Tuna angalizo na tahadhari ya El Nino, mvua ambazo ni kubwa zinazozidi kiasi. Sisi kama serikali tutatolea macho maeneo ambayo yanahitaji msaada wa haraka wa madhubuti kuhakikisha wananchi wetu hawapati athari, hasa tunapoelekea kwenye tahadhari hiyo ya mvua za El Nino. Katika kikao hicho, taasisi za umma ikiwemo RUWASA, TANESCO na TARURA zimewasilisha taarifa za utekelezaji wa miradi, huku kukiwa na mafanikio makubwa. Utafiti wa maji chini ya ardhi katika vijiji vyote vya kata ya Bulanda umekwisha fanyika. Hatua inayofuata ni kuchimba visima virefu katika vijiji hivi ili kupata vyanzo vya maji ya kuaminika. Tulikuwa na vitongoji 59 baada ya kukamilisha vitongoji 15. Sasa takwimu zetu zisome ni vitongoji 114 vina umeme katika halmashauri yetu ya wilaya ya Nyang'hwale. Tunaendelea na kazi za kuchonga barabara ambazo tumeshachonga ni kilomita 75 kati ya 83. Tumeshajenga makalavati 4 kati ya 4 ambako tumepangiwa. Mwenyekiti wa halmashauri hiyo amewataka watendaji wa serikali kuhakikisha wananchi wanashirikishwa katika kila hatua ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili kuongeza uwajibikaji na kulinda miradi hiyo. Ushiriki wetu kwenye miradi ya maendeleo, tunatamani sana miradi inapotekelezwa na sisi tuwepo, tushiriki kwa wananchi wetu. Kutoka Nyang'hwale, mimi ni Mrisho Sadik.
Watu 14 wameuawa na wengine kujeruhiwa kufuatia shambulizi linalodaiwa kufanywa na vikosi vya RSF katika mji wa Alda kusini magharibi mwa Roberi nchini Sudan. Shirika la kiraia la Emergency Lawyer limesema shambulizi hilo lilisababisha wakazi wengine kuyakimbia makazi yao, huku chanzo ndani ya jeshi la Sudan kikisema jeshi limezuia mashambulizi mawili ya RSF katika maeneo ya Alda na Jabal al-Hashaba. Hata hivyo, taarifa hizo zimethibitishwa kwa njia huru kutokana na changamoto za mawasiliano na usalama katika eneo hilo. Serikali imeongeza uwekezaji katika taasisi ya saratani ya Ocean Road kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa wa saratani, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 60 zimewekezwa na serikali kwenye taasisi ya saratani ya Ocean Road ili kukabiliana na ugonjwa wa saratani, ambapo imetoa kiasi cha shilingi bilioni 60 na sehemu ya fedha hizo zitatumika kujenga jengo la huduma jumuishi katika kanda ya Nyanda za Juu Kusini, ambalo ujenzi wake umeanza na litakapokamilika litaondoa adha ya wagonjwa kufuata matibabu ya kibingwa na kibobezi jijini Dar es Salaam. Taarifa zaidi na Rose Chapewa. Wagonjwa wanaougua ugonjwa wa saratani katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini wanalazimika kufuata huduma za kibingwa na kibobezi katika hospitali ya Ocean Road jijini Dar es Salaam. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani Ocean Road, Daktari Diwani Msemwa, anasema Tanzania ni miongoni mwa nchi duniani ambazo zinaathirika na ugonjwa huo. Katika hii awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 60 kwa Ocean Road peke yake katika kuboresha miundombinu na human resource kwa ajili ya hili eneo la saratani. Na hapa kwenye kituo serikali pia imewekeza bilioni 11 takriban katika kuhakikisha kwamba hiki kinafanya kazi. Ni kwenye ujenzi tu, lakini itakapokuja kwenye mashine na vitu vingine itafikia takriban bilioni 30. Lengo ni kwamba itakapofika mwezi Januari tuwe tumeshakamilisha ili wananchi wa Mbeya na Nyanza ya Juu Kusini waweze kupata huduma kwa karibu. Takriban wagonjwa 1045 ambao wanagundulika, na kati yao takriban 1030 wanapoteza maisha. Iniwe ni kana kwamba tunapoteza kila saa moja, tunapoteza mgonjwa anakufa kutokana na saratani. Na bahati nzuri ni kwamba takriban 50% ya hizi saratani zinaweza zikazuilika na zingine zinaweza kugundulika katika hatua za awali. Wajumbe wa bodi ya taasisi ya Ocean Road wako mkoani Mbeya, ambapo wanatembelea jengo hili ambalo linajengwa katika hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya, wakiangalia maendeleo ya mradi. Mkurugenzi wa huduma za tiba Wizara ya Afya, ambaye pia ni mjumbe wa bodi, Hamadi Nyembea, anasema elimu itatolewa kwa watoa huduma na wananchi. Mgonjwa atakuja hapa, kuna vipimo vipo vya kutosheleza. Akibainika, kwanza kuna dawa, matibabu ya dawa. Lakini pia kuna zaidi ya dawa, anaweza kufanywa matibabu ya mionzi. Kwa kuja hospitali hii Nyanda za Juu itakuwa suluhisho kubwa sana kwa watakaoathirika na maradhi haya, kwa sababu atawahi kuja ili agundulike mapema. Na mpaka sasa tumeshafikia 57% ya utekelezaji wa mradi. Kutoka hapa katika hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Tamaduni na Michezo imeitaka Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA kuhakikisha kila chuo kinatoa kozi zinazokidhi mahitaji ya kiuchumi na kijamii ya eneo kinachohudumia ili kuwezesha vijana kupata ajira na kujiajiri. Taarifa zaidi na Roda Simba. Agizo hilo limetolewa wilayani Bahi mkoani Dodoma na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo Bi Husna Sekiboko wakati wa ziara ya kamati hiyo ya kukagua na kutathmini utekelezaji wa shughuli za VETA, ambapo amesisitiza kuwa vyuo hivyo havipaswi kutoa mafunzo yasiyoendana na mazingira na fursa zilizopo katika maeneo husika. Kwamba fani zinazotolewa zinafanana moja kwa moja na uhitaji wa jamii ambayo imezunguka chuo hiki. Na hilo ndio swala kubwa ambalo sisi kama bunge kila sehemu tunalisisitiza, kwamba chuo cha VETA kilipo kwa sababu kinachukua watoto kwa sehemu kubwa wa jamii ile ambayo inazunguka pale, kiwe ni sehemu ya kutatua changamoto zinazozunguka katika eneo husika. Vijana wenzangu wenye ulemavu, na tunafahamu kwamba kundi hili kubwa limeachwa nyuma. Kwa hiyo ni ushauri wangu kwamba kuona ni namna gani tunafanya ushawishi ili tuweze kupata vijana hawa ndani ya hii VETA yetu. Ikiwa kama wanakuwa na sifa kwa walimu,
basi tuweze kutanua mtandao wa ajira, kuwaambia wadau kwenye jimbo kuweza kuwaona na hawa. Akitoa risala, kaimu mkurugenzi wa VETA Dr. Abdalla Ngoda amesema mamlaka hiyo tayari imeanza kutekeleza mkakati wa kuhakikisha mafunzo yanaendana na mahitaji ya maeneo husika. VETA ikiwa ni taasisi ya serikali inayohusika na utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi, imejizatiti kuelekea dira 2050, sera mpya ya elimu na mafunzo sambamba na ilani ya Chama cha Mapinduzi, chama tawala 2025-2030. Kwa upande wake, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema suala la vijana haliwezi kutenganishwa na ujuzi, akitaka ajenda ya VETA iwe ya kila Mtanzania. Iwe ni ajenda ya kila mahali, kama ambavyo ni ajenda ya hazina. Wakati wanapotoa hela, kama wanaangalia future ya nchi, swala la VETA halitacheleweshewa hela. Na tume ya mipango, wakati wanapoweka mipango, swala la ujuzi ambao liko kwenye dira haliwezi kuwekwa pembeni. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuhusu hatari ya mlipuko wa Ebola kuenea kuvuka mipaka baada ya ugonjwa huo kufika katika jimbo la 6 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Jimbo la Bas-Uele limeripoti kifo cha mtu aliyefariki katika mji wa Buta, hatua inayoongeza hofu ya maambukizo kwa watu waliokuwa na mawasiliano naye. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, hadi Agosti 18 DRC ilikuwa imerekodi visa 4665 vya Ebola na vifo 2184, ambapo WHO imeeleza kuwa mlipuko huo unaenea kwa kasi, huku changamoto za kiusalama, kuchelewa kugundua wagonjwa na udhaifu wa huduma za afya zikitatiza juhudi za kudhibiti maambukizi hayo. Uganda, ambayo ilitangaza kumalizika kwa mlipuko wake wa Ebola Julai 28, bado ipo katika hatari kutokana na uhusiano wa karibu na maeneo yaliyoathiriwa, kwani nchi hizo ilirekodi visa 20 vilivyohusishwa na kiasi kikubwa na watu waliosafiri kutoka DRC, huku mamlaka zikiendelea kuimarisha ufuatiliaji na hatua za kuzuia kuibuka tena kwa maambukizi mapya. Halmashauri ya wilaya ya Songea mkoani Ruvuma imeweka mikakati wa kuifanya kahawa kuwa zao la kimkakati baada ya kubaini ongezeko la wakulima walio tayari kuwekeza katika kilimo hicho, huku baraza la madiwani likitaka maandalizi ya miche ya kutosha ili kukidhi mahitaji ya wakulima na kuongeza uzalishaji wa zao hilo. Taarifa zaidi na Yusuf Kayanda. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Songea George Pondera amesema halmashauri hiyo imeanza kuweka mkakati wa kufanya kilimo cha kahawa kuwa zao la kimkakati baada ya baraza la madiwani kujadili na kupitisha taarifa ya kamati ya uchumi iliyobainisha maeneo na wakulima ambao wameonyesha utayari wa kuwekeza katika zao hilo, hatua inayolenga kuongeza uzalishaji wa kahawa, kuimarisha kipato cha wakulima na hatimaye kukuza uchumi wa halmashauri ya wilaya ya Songea. Iende kutafuta hiyo miche ili iongezeke, miche ya kutosha. Tunataka mapinduzi yapatikane ndani ya kipindi hiki kifupi, kwa sababu wakulima wenyewe wapo tayari, wana utayari juu ya jambo hili, ya zao hili la kudumu ambalo ni zao la kahawa. Wakichangia mjadala huo, diwani wa kata ya Kizuka Jacob Nditi amepongeza kamati ya uchumi kwa kubaini na kuwatambua wakulima walio tayari kuendelea na kilimo cha kahawa, huku akitaka halmashauri kuhakikisha miche inapatikana kwa wakati ili kutokwamisha hamasa hiyo, pamoja na kutaka kuimarisha vyama vya ushirika, akisema hatua hiyo ni muhimu katika kuongeza uzalishaji na kuhakikisha halmashauri inanufaika na mapato yatokanayo na zao hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nikuombe sana kwamba sasa tunaomba halmashauri jipange kwa ajili ya kuandaa miche ya kahawa. Wananchi wakulima wamehamasika sana na kilimo cha kahawa, lakini naomba halmashauri tusiwaangushe. Kwa hiyo tuombe utaalamu, lakini pia wakulima hawajui wapi watapata miche. Katika haya majina, kata yangu ya Parangu ina wakulima wa kahawa na nimeweza kuwatembelea na kuna kiwanda cha kuchakata kahawa pale. Ila hapa nimeona kuna jina moja tu, lakini kule kuna zaidi ya watu sasa hivi wanavuna kahawa. Kwa hiyo naomba tu sasa idara hii iweze kufuatilia vizuri zaidi, tutapoteza mapato ya kutosha kule. Kutoka Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel 10. Kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Itilima imeagiza serikali kumsimamia kwa karibu mkandarasi wa kampuni ya Avico Biz Limited anayetekeleza ujenzi wa mradi wa maji katika vijiji vya Sunzura, Ngesha na
Mwamnema ili akamilishe mradi huo kabla ya Septemba mwaka huu ili kuondoa adha ya ukosefu wa maji safi na salama inayowakabili wananchi wa eneo hilo. Tupate undani wa taarifa hiyo. Kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Itilima imefanya ziara ya kukagua mradi huo wa maji, ikiwa ni utaratibu wa chama hicho kuangalia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi katika kipindi cha miezi 6. Mradi huu umelenga kuhudumia wakazi 12,500 wa vijiji vya Sunzura, Ngesha, Itilima, Mwamnema na vijiji vya jirani. Mradi ukikamilika utaongeza huduma ya upatikanaji wa maji safi na salama katika wilaya ya Itilima kwa 2.5 na kufikisha 76%. Mkandarasi tunaomba muhimize aweze kumalizia kwa sababu na sehemu zingine hata leo hii maji hayajafika. Kutokana na umuhimu wa mradi huo hasa katika kuondolea adha wananchi, wajumbe wa kamati hiyo wakiongozwa na mwenyekiti wao Joel Makwaia wakatoa maagizo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunawapongezeni kwa kazi nzuri mnayoifanya ya kusimamia shughuli za maendeleo na mnazisimamia fedha zetu vizuri. Kwa hiyo niwapongezeni sana, mradi uko vizuri, ila tumuombe tu anapofanya kazi hii afanye kwa wakati. Sasa hivi ametuambia kamati ya siasa kufikia mwezi wa 9 awe amekamilisha. Na sisi tunaomba akamilishe kabisa mwezi wa 9. Sio kwamba tu wamepita wanasiasa ndio niseme mwezi wa 9. Kando na hapo, kamati hiyo imekagua mradi wa ujenzi wa zahanati katika kata ya Mbita. Zahanati hii imeombea shilingi milioni 40 kwa ajili ya umaliziaji. Na hizo milioni 40 tumeziomba kwa maombi maalum ili tuzielekeze hapa zahanati ianze kutumika. Lakini pia mwishoni mwa mwezi huu tutapokea vifaa tiba, Mheshimiwa Mwenyekiti, ya zaidi ya shilingi milioni 50. Ni washauri tu wamalizie ili huduma iendelee. Maana yake kweli kutoka hapa kwenda mpaka Sunzura ni mbali sana. Kwa hiyo kina mama wanapata kazi ngumu sana kutoka hapa mpaka kufika Sunzura. Aidha, katika ziara hiyo, kamati ya siasa wilaya ya Itilima imeridhishwa na usimamizi wa miradi katika sekta ya elimu inayotekelezwa wilayani humo. Joseph Ndau, Channel. Askari wa Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar JKU wametakiwa kudumisha nidhamu, utii na kufuata maelekezo ya uongozi waliopewa ili kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kwa maslahi ya taifa. Taarifa ya Masanja Mabula inafafanua zaidi. Akizungumza wakati wa kufunga mafunzo ya uongozi mdogo kwa askari 379 wa Jeshi la Kujenga Uchumi, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Hatibu Yahaya amewataka wahitimu hao kutumia maarifa waliopata katika mafunzo hayo kwa kuzingatia uzalendo na maslahi ya taifa. Nidhamu ndiyo msingi wa jeshi lolote lenye ufanisi. Uongozi bila nidhamu hauwezi kuleta matokeo mazuri. Hivyo niendelee kuwasihi muwe walinzi wa nidhamu, sheria na taratibu za jeshi. Epukeni vitendo vinavyoweza kulichafua jina la jeshi letu, kuharibu imani ya wananchi. Mapema mkuu wa Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar Kanali Makame Daima amesema kuwa dhamira ya kozi hiyo ni kuwajenga askari kwa viongozi wenye heshima, nidhamu na maadili, pamoja na kuongeza uwezo wa kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Kwa kweli kozi hii ni muhimu kwenye jeshi lolote. Ni kozi ambayo inaanza uongozi hawa, kuwafundisha jinsi ya kuongoza walio chini yao, na sio kuwafundisha tu jinsi ya kuwafundisha walio chini yao, pia kuwaheshimu ambao wako juu yao. Kwa hiyo kozi hii kijeshi ni kozi muhimu sana, Mheshimiwa mgeni rasmi. Mafunzo haya ambayo tumeyapata katika kipindi chote ambacho tuko hapa, tukuombeni tu ikawe ni sehemu kubwa ya kuongeza uzalendo wa kikosi chetu, lakini na nchi yetu. Lakini iende ikaongeze nidhamu ya jeshi, kwa sababu jeshi kitu nambari 1 ni nidhamu. Na kwa bahati njema sana nidhamu hiyo tumekuwa tunaionyesha siku zote. Alituachia maagizo mbalimbali kwamba hii kozi ifikie kiwango, na naamini kwamba kozi hii imefikia na imekizi vigezo vya uongozi mdogo. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar.
Takriban watu 38 wamefariki nchini Indonesia baada ya tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa Richter 7.7 kupiga eneo la kisiwa cha Flores mapema hii leo. Tetemeko hilo limesababisha uharibifu mkubwa ikiwemo kuporomoka kwa nyumba na majengo, huku mamlaka zikisema watu kadhaa wamejeruhiwa. Shughuli za utafutaji na uokoaji zimeendelea katika maeneo yaliyoathirika, huku timu za uokoaji zikikabiliwa na changamoto za barabara zilizoharibiwa, maporomoko ya ardhi na kukatika kwa mawasiliano. Naam, kufikia hapo hatuna la ziada kutoka kwenye habari za kitaifa. Tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutaungana na Esther Mtebe katika habari za michezo na burudani. Endelea kufuatilia Channel 10+.